Amina. Twende moja kwa moja kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Kichwa nilicho nacho ambacho nitatembea nacho kwa siku zote 8 ni hukumu juu ya laana ya familia. Hukumu juu ya laana ya familia. Najua umejifunza masomo mengi sana yanayohusu familia. Umejifunza masomo mengi sana yanayozungumza laana juu ya familia. Hata mimi nimefundishwa masomo mengi, pengine na hata hao watangulizi ambao nimewataja wametufundisha, lakini namna nitakayokufundisha ni ile namna ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya kuongea na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo niombe usikivu wako kwa hizi siku 8, niombe usidoji, usikimbie darasani, kwa sababu Mungu anataka kusema na wewe. Hukumu juu ya laana ya familia. Unayo mamlaka ya kuishi maisha tofauti na ukoo na familia yako. Unayo hiyo mamlaka. Na ndio maana nimekuja kukutangazia hukumu juu ya laana ya familia. Kama kuna kitu kinatoka kwenye familia yenu au unacho na umeokoka, ni kwa sababu haujui. Bwana asifiwe. Yaani wewe umeokoka, alafu kuna tabia baba alikuwa nayo, kuna tabia mama alikuwa nayo, kuna ugonjwa ulikuwa kwenye familia yenu na huo ugonjwa kwako upo. Hicho kitu kiko kwako kimakosa, ni kwa sababu haujui au umeridhika hicho kitu kikae. Maana hakuna kitu kinaumiza kama mtu ameokoka alafu kwenye familia yao kuna kensa na inaendelea kutembea, pengine na yeye ni muhanga na ameokoka. Very wrong. Hii ni mistake. Mtu mwenye hekima anasema kuna baa kubwa baya nimeliona chini ya jua. Wana wafalme wanatembea kwa miguu, alafu watumwa wanaenda wakiwa wamepanda farasi. Bwana asifiwe. Hicho kitu ni wrong. Kuna mstari wa Ezekieli 18:20 takusomea hapa. Ili andiko litafakari na ulitumie kama silaha ya vita vyako juu ya changamoto ambazo zinatokea kwenye ukoo na familia. Ili andiko ni silaha hatari sana ambalo haujui uzito wake. Hili andiko linazuia usiumwe ugonjwa ambao baba yako ameumwa. Niko kwenye utangulizi. Hili andiko linazuia usipitie hali mbaya ya uchumi ambayo watu wa kwenu watangulizi wamepitia. Nitakupa historia ya familia yetu. Nikiongea hivi utanielewa, huwezi kunielewa. Lakini usipitie mapigo walioyapitia watangulizi wako. Ngoja nikwambie kitu. Mimi naitwa Godwin Japhet Urassa. Bwana asifiwe. Lakini baba yangu sio Japhet. Baba yangu anaitwa Lucas. Kwa nini nimeitwa Japhet? Ni kwa sababu babu aling'ang'ania mimi niitwe Japhet. Alafu mama hakutaka niitwe jina la babu. Mama alikuwa anataka niitwe jina lingine tofauti na la babu. Kwa hiyo ili amridhishe babu yangu mimi, baba yake baba yangu akaniita Philbert. Kwa hiyo mimi nilitakiwa niitwe Philbert. Kwa nini anaita Philbert? Kwa sababu babu alikuwa asikii vizuri. Kwa anasema Philbert, hiyo T anasema kwa sauti, babu anajua ni Japhet. Bwana asifiwe. Yaani kuonyeshe tu mambo hapa. Sasa wakati naenda kubatizwa, mchungaji akamuuliza mama maana ya Philbert ni nini. Mama alitafuta tu jina lenye T mwishoni ili amridhishe. Hello, tuko pamoja? Mama akawa hajui. Mchungaji akasema, kwa nini unamwita mtoto jina ambalo hujui maana yake? Kuna majina mazuri yenye maana nzuri kama Godwin, jina nini. Mama ndo alikuwa ananipa hiyo story. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mama akaona atumie mamlaka ya mchungaji ili tu nisiitwe Japhet. Akasema tunachagua aitwe Godwin. Kwa hiyo mchungaji akaandika Godwin. Alipoandika Godwin, babu ni kama masikio akazibuka. Nani? Godwin. Babu akareact, natakiwa niite Japhet. Sasa kwa sababu mama ameshaongea, babu hakuchukulia uzito sana, basi babu akang'ang'ania aitwe Godwin Japhet. Kwa hiyo ikaandikwa Godwin Japhet Urassa. Maana ugomvi ungetokea pale. Lakini huyu Japhet alikuwaje? Huyu Japhet babu yangu sasa. Simsemi vibaya, niko darasani na mimi ni mwalimu. Bwana asifiwe. Mzee Japhet alikuanga na mji maili 6. Ana watoto wakubwa wa kutosha
Sijui nini kilitokea. Yule mzee akaiacha ile familia, akaacha na ardhi, akaacha na nyumba, akaacha kila kitu, akaondoka, akatafuta binti mdogo, akaja akaishi naye Machame Uswa. Yule ndo aliyemzaa baba yangu na dada zake baba yangu wawili, na hakutaka uhusiano na ushirika na ile familia tena. Sisi tulikuja kuambiwa, baba alikuja kutuambia hawa ni ndugu zenu kwa sababu ni watoto wa bibi mkubwa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kilichomfanya mzee kufanya hivyo ni mapepo, sijui. Ni mizimu, sijui. Ni ugomvi, lakini ni ugomvi gani unasababisha mpaka unaacha mji wako? Bwana asifiwe. Kwa hiyo kitendo cha kuja kuishi na huyu bibi yangu sasa kwa baba yangu, maisha yalikuwa magumu, lakini babu pia alikuwa mlevi wa kupindukia. Babu alikuwa ni yule mlevi ambaye akitaka kulewa na hana hela, studi siko hapo ndani, anachukua anaenda kulewa. Anaweza akang'oa hata bati kwenye nyumba, akaenda akampa mtu ili alewa, atapata hela anunue yake hapo bati. Kwa hiyo kwa maisha namna ile walikuwa ni maskini sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo baba yangu alipozaliwa, alipoangalia kwenye ile maisha akaona hakuna future, akaondoka akaenda kuishi Arusha, akawa anafanya kazi zake Arusha. Huko ndo alikutana na mama yangu. Bwana asifiwe. Alipokutana na mama yangu, kumbuka hana future. Mama yangu kwao walikuwa mambo safi. Babu yangu mza mama ana eneo kubwa sana pale Arusha. Naongea ili tujifunze. Bwana asifiwe. Kwa hiyo babu ana mtoto mmoja wa kiume, wengine wote 6 ni mabinti. Alafu ana eneo kubwa. Kwa hiyo babu aligawa urithi kwa watoto wake. Kwa hiyo mama yangu aligaiwa eneo, mama mkubwa aligaiwa eneo, mama mkubwa mwingine aligaiwa eneo, mwingine aligaiwa eneo. Sasa kumbuka hali ya baba yangu, hawezi hata kununua eneo. Alafu amempata mama yangu anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Mama akaona maisha ya mateso, si bora tukajenge nyumba kwenye ile eneo langu. Kwa hiyo baba yangu amejenga nyumba kwenye eneo la mama yangu. Kwa hiyo baba ameolewa. Ndio hicho mlikuwa mnaogopa msikie mkamzalisha mtumishi. Kwa hiyo mimi nimekulia Arusha kwenye eneo la mama. Lakini baba amekuja na spiriti za mzee Jafet ziko ndani yake, pamoja na umaskini. Yaani roho za kifamilia, haijalishi wewe ni tajiri, zitautumia utajiri kukuingiza huko vizuri. Haijalishi wewe ni maskini, zitatumia umaskini wako kukuzamisha huko vizuri. Hicho ndio kitu ambacho nataka kuzungumza wiki hii nzima. Kwa nini na hasira na hivyo vitu? Kwa sababu mimi nimefanya vita huko. Bwana asifiwe. Ngoja nitakueleza mapito yangu niliyopita. Leo ni utangulizi, acha tu tuzungumze kidogo. Kwa hiyo baba akikaa pale kwa nidhamu, kwa sababu akileta maneno anatakiwa aondoke, sio mama hawezi mkuza mama. Yeye anatakiwa aondoke kama mzee Jafet. Kwa hiyo akakaa pale akawa mlevi. Baba yangu alikuwa mlevi, alikuwa ni mlevi mimi naona. Sasa mama kile kitu alikuwa akipendi. Kwa hiyo ni simple tu, siko kwao. Anazunguka tu nyuma ya nyumba, anapanda hapo kwa baba yake na mama yake. Anaenda kuelezea changamoto zake. Mzee Urasa akiitwa, sinabidi tu awe mpole. Kwa mzee alikuwa mpole. Lakini pamoja na kukaliwa na wakwe, hakuwa mpole kwa kupitiliza. Kuna spiriti bado zilimsukuma. Baba aliendelea kuwa na wanawake nje ambao hawakuwa wanajulikana, wala kipindi hicho hakijulikana. Ijulikane afukuzwe. Tumekuja kujua juzi, ndio tunatambulishwa ndugu zetu, huyu ni ndugu yako, huyu ndugu. Yaani mama ndo anajua. Tunamkuta mama yuko sadi namna hii. Mama nini? Mama achana na hayo mambo. Sasa hivi tunakuwa watu wazima, wala isikupe shida. Wewe ni mama, tunamtia moyo. Bwana asifiwe. Hakuwahi kujua kabisa kwamba baba alikuwa na watoto wanne. Hiyo kitu imetokea kwa mzee. Na baba alishindwa kupambana nayo. Usifikiri kukaa kwa watu unaweza kupambana nayo. Kwa hiyo yale maroho yalitakiwa aje kwangu mara ngapi?
Kwanza jambo la kwanza, mimi ni mtoto wa Uraksa Lucas, alafu na jina la mzee. Sasa changamoto ni kwamba nitaendelea kuongea mambo mengi, nishapigwa na maroho sana huko nyuma. Changamoto ni kwamba unajua kuna wakati ukiambiwa simulia story yako ya maisha ujue uanzie wapi uishie wapi. Maana ina mandundundundu mengi. Yaani unaweza kumuona mtu anarudi na mbele sasa, jamani I wish mtoto ndo angekuwa bila kijana wangu. Ungejua tulikotokea. Kuna mama mmoja alimfuata Yesu na vijana wake wawili. Akamwambia naomba huyu atakuwa mkono wako wa kulia. Yaani anajipangia tu, yaani anajipangia tu. Alafu yeye awe mkono wako wa kushoto. Yesu akauliza wataweza kukinywea kikombe? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hawataweza. Shida sio kukaa upande. Kuna gharama ya kukaa hapo. Kwa hiyo sitamani tu, kuna gharama ya kulipa. Kwa hiyo yale maroho yalitakiwa yanipige mimi. Niwaambieni kitu. Mambo mengine tuache. Tutaendelea kuongea katikati ya somo huko. Nikikumbuka kipasi hadi nitawapa kipande. Maana tukisema tunazungumzia yote muda utaisha hatujaongea chochote. Lakini hautakiwi kurithi kila kitu kwenye nyumba ya baba yako. Kuna vitu ambavyo mimi nilivikataa. Yaani nilipopata tu ufahamu. Na huo ufahamu niliupata wapi? Kwenye semina kama hizi. Mimi nilikuwa nasali usharika wa Kijenge. Bwana asifiwe. Maana nimekulia Arusha. Kwa kuna kipindi ni usharika wa nyumbani wa Mwalimu Christopher Mwakasege. Kuna kipindi Mwakasege alikuwa anakuja kule na mimi naenda nakaa nasikiliza. Tena yeye kukaa yenyewe ni kwa Mbinde. Nilikuwa napelekwa kwa Mbinde. Kwa sababu alikuwa anajuaga na watoto. Nilikuwa mkorofi. Yaani niwaambieni kitu. Nilikuwa mkorofi kuliko maelezo. Hii ngoja nieleze itakusaidia. Pengine kuna mtu ana mtoto mkorofi hapa mpaka anatamani kumuuza. Nisikilize kwa makini. Mimi nilikuwa mkorofi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa mkorofi kuliko maelezo. Mimi mpaka siku ya mwisho baba yangu ananipiga, naikumbuka. Alinipiga maana nilikuwa napigwa kama dozi. Yaani kila jioni lazima nipigwe. Kwa hiyo nitapigwa jioni leo, nitapigwa jioni kesho, nitapigwa jioni kesho kutwa. Kwa hiyo ilifika mahali mpaka nikawa sugu. Najua kabisa baba bado kidogo, yaani bado kama risali moja nje nipigwe. Yaani najua kabisa yani. Na ni mkorofi, mama ananikusanyia makosa tu. Yaani mama amefika mahali haniwezi tena. Nakumbuka siku moja alinunua sufuria mpya, nikawa naigonga kama ngoma mpaka ikabonyea. Yaani kwa huko nyuma nimegeuza mpaka ikabonyea. Mama alichukua sufuria ndo akawa anipiga nao kama fimbo. Bwana asifiwe. Nilikuwa mkorofi mpaka majirani walikuwa wananiita mharibifu. Maana nilifika mahali nikawa nafanya uharibifu kwa makusudi. Sasa si wameshanipiga, nafanya tena ili wanipige. Nilikuwa mkorofi, nashindwa kueleza. Mungu tu anirehemu. Katika watu waliotamkiwa laana na wazazi wao hapa wote, nadhani mimi nimetamkiwa laana kuliko watu wote. Haya mambo usingeweza kuyajua mpaka nikwambie. Nakumbuka hiyo siku ya mwisho baba yangu ananipiga, alinipiga nikashangaa. Mbona leo mzee ananipiga muda mrefu hivi amalizi? Nikaona nikashika fimbo. Nimeshika fimbo kavuta, nikaamua kuivunja. Nilipoivunja sasa nimemwacha moto. Akajivuta, akachukua fimbo nyingine. Sasa hii fimbo anayochukua haijatengenezwa. Ile ya kwanza si ameichonga na fimbo imeandaliwa. Hii nyingine na mavimitimiti imetoka. Kwa hiyo akikuchapa ni anakutoboa, maana anakuchapia hasira. Kwa hiyo ukichapa unasikia jinsi inavyoingia. Nikaona hapana, nikaishika na hiyo. Akaivuta mpaka ikanikata mikono huku. Maana sasa baba sina nguvu kuliko mimi. Niko kwenye darasa la 4, darasa la 5. Nikanikata mikono. Niliponikata mikono na mimi nikakasirika. Nikaiotea, nikaimendea, akanichapa za mdomo za kutosha, nikashika, ikavunja. Mimi nilikuwa si kuambia watu kauli kama hiyo. Wale watu walimwamkia mzee wangu. Walimsema, hivi Urasa, au huyu mtoto sio wako? Kwani unampiga hivi? Huyu mtoto kila siku tunasikia analia. Hata kama ameshika njia nyingine malezi, usio kumpiga tu. Sema nikiwa nasikia. Jamani, sikuwa nimechanganyikiwa, nilikuwa na akili timamu. Kama nilikuwa nimechanganyikiwa ningekumbuka kuelezea story. Baba yangu alisemwa, nikaingia lakini bado najifanya kama mjinga. Nakumbuka hivi vitu vizuri. Siku hiyo baba akaingia ndani ya kuongea chochote. Maana yale maneno ambayo majirani walimwambia, wazee wenzake walimwambia, yalimuumiza sana. Kesho yake tumeamka asubuhi, alininyoshia kidole. Akaniambia, wewe, sitakaa nikupige tena. Ulimwengu utakupiga. Asiyefunzwa
babaye atafundishwa na ulimwengu. Sitaka leo ni mwisho. Kitendo cha kusema leo ni mwisho, sitaka nikupige tena, ndo kama alifungulia mpa. Nikaanza kutembea, hadi baba akiwa yuko hapo nyumbani, mimi ndo baba. Nikawa nafanya ukorofi. Yaani yeye alisema hayo maneno kwa uchungu, akijua akiniambia nitabadilika. Lakini kitendo cha kuniambia ndo nika, yaani mpaka mama yangu akaniambia, hivi unajua kuwa mtu wa namna gani? Akiwa analeta taarifa anambia Godwin anahubiri huko Kijitonyama, anasema mngejua alivyo, yaani kitu anachokumbuka tu, mngejua alivyonitesa. Mngejua alivyonitesa. Ndio huyu leo. Bwana asifiwe. Nilikuwa mkorofi. Nakumbuka baada ya kumaliza uharibifu wote nyumbani, hamna kitu nilichokuwa naharibu. Nilikuwa naenda kwa majirani. Kile kipindi cha kombe la dunia, wanaangalia kombe la dunia. Walikuwa wanatumia zile areas na kaaga juu namna hiyo, wanaweka kwenye mlingoti mrefu. Naenda huko kwenye makenchi, napanda kwa shida na mkasi, naenda nakata waya. Alafu jioni wakati wa kuangalia kombe la dunia, na mimi niko hapo nasubiria kombe la dunia lionyeshe. Wanaenda wanazungusha area. Wanazungusha. Hapo hapo karibia nusu upate kwa hamna kitu. Mimi najua nilichofanya, nimekata waya kule. Bwana asifiwe. Nilikuwa naendaga kwenye Mungu naomba unisamehe. Yaani sielezei kama ni mambo mazuri, na kuelezea mahali ambapo nimepita. Niko mtu wa ajabu, mtu ovyo. Nakumbuka mume wa mama mdogo, simekwambia mama mkubwa alikuwa hapa, mama yangu hapa, mama mdogo. Niko naenda kwa nafanya uharibifu. Alikuwa akinikamata, ananipiga masikio kwa sababu kabisa mchapa mpaka amechoka. Sisikii, anapiga masikio kwa sababu hayasikii. Sasa anapiga kwa uoga kwa sababu sio mtoto wake, anapiga mtoto wa mtu. Kwa hiyo na mimi nasubiria tu akishapiga. Yaani mpaka nikiondoka hapo nasikia kama sikio limekuwa kama Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio huko watu tumetokea. Lakini ikafika mahali sasa baba akawa anasema huyu mtoto si kawaida, ana mapepo. Huyu mtoto ameloga. Kuna mama hapo mtaani walikuwa wanamsemaga ni mchawi. Kwa hiyo tulikuwa tukigombana sana, nikifanya fujo hapo nyumbani, nimesumbua wadogo zangu. Baba akija jioni, kila mtu anakimbia anasema mabaya Godi. Godi utanifanyia hivi. Baba ananiangalia kwa hasira. Sasa hapa hata nipiga tena. Na najua anipigi. Ananiambia wewe hutalala kwenye nyumba leo. Ile anasema tu kuharibisha hawa, lakini hataki kunipiga. Maana alishapa anipigi. Akinipiga sitachanganyikiwa, nitaita nyoka. Majirani watakuja. Bwana asifiwe. Kwa akiniambia leo utalala kwenye nyumba kwa sababu ameniambia hivyo, hajanipiga, na mimi naondoka, siingii ndani siku hiyo. Naenda kwenye ile nyumba, yule mama alikuwa anasemaga ni mchawi. Naenda nakaa hapo na zengea na kula chakula cha jioni. Muda ukifika kulala nalala huko huko. Sasa mama jiuliza Godivu na ajaje. Yaani mama ni mama tu. Kuna ule uchungu wa mama. Anaacha mlango wazi, anajua labda pengine nitakuja usiku. Lakini sasa huyu mtu mbona hata hajafukuzwa? Irene mdogo wangu anaitwa Irene. Anamwambia baba alimwambia asilale kwenye nyumba leo kwa sababu alivyokuwa anatusumbua mchana. Maana nilikuwa nawapiga. Kileta ujinga na kupiga unanyoka, nafundisha adabu. Kama mimi nilivyofundishwa. Kwa hiyo naenda nalala huko, asubuhi najua kabisa sasa hivi baba yangu ameshaenda kazini na mimi narudi kwangu nyumbani. Mama, Godi ulikuwa wapi? Anambia niko nimelala kwa mama fulani. What? Ndio kaja yeye mama ndo anaamua kumchukua kusikile mtoto wangu kabisa. Bwana asifiwe. Ndio maisha ambayo nilikuwa nayo mimi. Okay. Baba akajua huyu mtu atakuwa amelogwa. Kwa akawa ananikamata ananipeleka. Yaani ikitokea semina namna hii, kuna wazazi unaweza kaona hapa amekaa na mtoto wake hapo anamchunga, ukasema mzazi anapenda semina. Lakini sio kwamba anapenda semina. Huko nyumbani amewachachia. Mambo yamekuwa magumu. Mimi baba yangu alikuwa sio mtu wa semina, wala mama yangu hakuwa mtu wa semina. Lakini baba ataenda na mimi kanisani, aniweke hapo nikae, anasubiria ule muda wa maombi, pengine mapepo yatanilipuka. Hakuna pepo linalipuka. Nakaa hapo natoa macho tu. Na kuna kitu kilikuwa kinanikera kama baba yangu. Akinipeleka sitaki kukaa karibu naye, nataka nikae upande wa mwisho kule au nikae nyuma yake. Wenye baba akiona tu maadamu uko kanisani, naye anakuwa anasikiza. Nikiona amezama na muangalia mtumishi kama amuoni, nainuka huyo, naondoka hoja kujikuta yuko mwenyewe. Ndio maisha niliyokuwa nayo mimi. Sasa mama yangu akawa ananikamata naye. Akisikia tu semina, makanisa haya ya kiroho nimepelekwa sana. Maboya sijui nani wameniwekea mkono, hata sianguki na tatu na mneo. Si mama amenipeleka niwekee mkono. Na nilikuwa nikitoroka, mama yangu alikuwa analia. Kwa hiyo sasa mama akilia nilikuwa nasikia uchungu. Kwa hiyo inabidi ili asilie nasimama hapo ili kumridhisha. Nakuja nawekewa mkono, nasikia tu nimewekewa mkono, amewekewa mwingine. Na watumishi jamani,
mama amesimama na mtoto wake, jamani yakaeka. Mimi nikiona mama amesimama na mtoto wake, hii ngoma hii ndio kuna shida. Na ikika mkono hapo muda mrefu kidogo. Mambo yanapita tu, anaambia wale watu wazima, akifika ngoma na mkono hii, anaenda kwa mwingine. Kumbe mama anatamani hata ningewekewa hata mkono siku nzima, yani hayo mapepo kwa ndani ya toka. Bwana, tunapanda daladala tunaenda wapi huko? Bali. Bwana asifiwe. Ndio huko ambako tumetokea. Hiyo ni historia fupi ya maisha yao. Kwa hiyo ili kunipeleka moto ukaja ukakolea Bwana. Moto ulipokolea ndio utengeneza Godwin. Niwaambieni kitu. Wewe unayeomba usikate tamaa. Yaani nakwambia, mama wangu hakuwa ameokoka namna hiyo. Alikuwa ananipeleka tu angalau nikapate maombi. Kwa waganga nimepelekwa sana. Tena nilianzia kupelekwa kwa waganga. Nimechanjwa chale huku. Yaani mganga anakuchanja na nyonga hapo damu. Anakutemea. Ngoma haibadiliki, yani hivi. Si mama amenipeleka. Waganga walikuwa wananitoka mpaka kwetu, anakaa kwetu. Ngoma haibadiliki. Mimi nimekuja kubadilika kwenye maombi. Napelekwa. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja tunamwambia, "Huyu ni rafiki yangu." Mama alienda kamwezi. Yaani kila mahali tunapoenda mama ataniacha hapo kidogo, ataingia huko ofisini. Akiingia ofisini ndio nimepotea. Nikipotea, "Wewe unaenda wapi?" Anaongea na mimi kwa sababu mama hawezi kunipiga, analia. Sasa ile akilia inaniuma. Yaani kuna kitu nasikia huko, nasikia uchungu. Yaani kwamba sasa analia nini? Yaani Bwana asifiwe. Sio huko tu, hata shuleni nilikuwa mkorofi. Miwani mnaona nimevaa jamani, ngoja niwaambieni historia. Nataka niwaambie historia hii miwani. Historia hii miwani, shuleni nilikuwa mkorofi, nilikuwa napiganaga na watu wakubwa kuliko mimi. Yaani darasa langu nilikuwa nimeshawapiga wote, nimewamaliza kwa sababu nilikuwa nikipiga huwa sisikii. Kwa hata ukinipiga ngumi, umefanikiwa kuniotea moja, nitazirudisha zote. Alafu nikimaliza kuzidisha hata kama nimechoka, nitakuotea, nitakupiga tena. Vita yangu ilikuwa hicho. Unaona vita ya majogoo. Jogoo anapiga mpaka abakia, yani ndio yuko juu, yuko top. Ndio hivyo nilikuwa napiganaga mimi. Kwa darasa langu nilikuwa nimemaliza lote. Nilikuwa naenda kupiganaga mpaka na watoto wa darasa la 7, alafu niko darasa la 5. Imagine nilikuwa nakuaje. Nakumbuka vita yangu mimi nilikuwa napigana na mwalimu mkuu msaidizi. Ananiingiza ofisini kwake, ananichapa, ananiambia weka mikono juu na ilikuwa nikichapiwa mbele ya wanafunzi wenzangu, nilikuwa sijisugui. Ndio kanuni yangu. Na inama napigwa. Nadhani nilikuwa ni pepo. Ilikuwa swali ya kawaida. Sasa hivi siwezi. Ukiniambia sasa hivi siwezi. Na waambieni ukweli. Yaani sio kwamba hamna mtu anaweza kujiongelea ubaya. Si ndio? Hamna mtu anaweza kujiongelea ubaya. By the way, watumishi wengi tunapenda kuongea positive side zetu, sio negative. Bwana asifiwe. Lakini ndio nilikuwa mtu wa tunalio. Kwa hiyo wale wakaka wa darasa la 7 walikuwa wananipiga ngumi za macho. Ili nisiwaone. Sababu nilikuwa sishindi na wanaogopa kupiga kitoto kidogo namna hii. Kwa mtu anakupiga ngumi za macho, unaona kama moto unampiga. Katika yale mapigo nilikuwa sipelekwa hospitalini. Kwa hiyo nilipata shida ya macho, hasa jicho moja ile hapo. Ili jicho moja alioni vizuri. Kwa hiyo nilipelekwa hospitali nikiwa mtu mzima. Sio nilipelekwa, by the way, nilienda nikiwa mtu mzima baada ya kugundua nilikuwa naumwa na kichwa sana muda mrefu. Hasa nikiendesha gari muda mrefu. Naumwa na kichwa sana. Kwa hiyo nikaenda akanipima, kagundua jicho moja limesizi. Kwa hiyo jicho moja ndio naona vizuri nachoka. Nakumbuka tuliwahi kuendesha gari kutokea Arusha kwenda Mbeya. Niliumwa na kichwa sana hapo katikati. Alafu ndio kwa nao kwenye gari hawakuwa madereva. Kwa hiyo ni lazima napaki na lala kidogo, maana kichwa kinauma sana. Ni safari ndefu sana. Kilomita 1200. Parefu sana. Kwa hiyo ilibidi tulipofika Iringa tukalala hotelini, nikamka asubuhi niko fresh, tukaendelea na safari. Lakini pia nimefika Mbeya kichwa kinauma. Nilitoka Mbeya tukaja mpaka Dodoma, tukapaki Dodoma. Sio kwa sababu gari haliende, kichwa kinauma mno. Kwa hiyo nashinda hata kuendesha mpaka nashinda kuona vizuri. Kwa hiyo nikapimwa macho, nikagundua kama jicho moja halina uwezo. Kwa hiyo sasa maumivu pia ni kwa sababu natumia jicho moja na mwanga ni mkali. Hasa usiku. Kwa hiyo ndio nikaanza kuvaa miwani. Daktari akasema hili jicho nilipata shida fulani. Sasa nilipata shida nyingi. Kuna hiyo ya kupigwa, niwahi kupanda kwenye mti nikaanguka nikajigonga hapa. Kwa
sijui ni ipi nisababishia matatizo. Bwana asifiwe. Lakini yote hii ni kwa sababu shetani huwa anaonaga hatima mapema, kwa anakimbia kupanda uharibifu mapema. Na mara nyingi wale watoto wanaosumbuaga sana huwa wana kitu. Kwa kama kuna mtoto anakusumbua sana, ana kitu. Shetani hajawahi kuwekeza mahali ambapo hapana kitu. Sio mjinga. Ukiona watoto wadogo wako chini ya mti wanarusha mawe, usifikirie ni mataira, kuna kitu ameona huko. Pengine ni kaembe kadogo, kachanga. Hawezi kurusha mawe kwenye mti wowote. Ni mti wenye kitu watoto wanarusha. Hata kama kitadondoka kwa kionja sio kitamu, lakini bado kuna kingine wataendelea kurusha mawe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mimi ndio huko nilikotokea, nilikuwa mtu wa namna hiyo. Lakini mimi ndio sababu ya ukombozi kwenye familia. Okay. Kwenye familia yetu ukiangalia kwa yule baba mkubwa, yule ambaye ni mtoto wa babu kwa bibi mkubwa, watoto wengi tunawafahamu, wengi wamezalia nyumbani, wengine wamezaa watoto wawili ndio wakaolewa, wengine nini, ndio maisha yao hayo. Sasa kile kitu mimi nilipokiona, kwa sababu nilikuwa nimeshapata ule moto wa wokovu, nikaja nikawaambia dada zangu, mdogo wangu mimi anaitwa Irene, anayenifuata. Nikamwambia, nikwambie kitu, yeye hakuwa na moto wa wokovu kama mimi. Nikamwambia, huku kwetu kuna changamoto. Na haya mambo nimejifunzia kwenye semina. Bwana asifiwe. Nikamwambia huku kwetu kuna changamoto ya watu kuzalia nyumbani. Yeye hata anielewe. Nikamwambia ikoje? Nikamwambia, muangalie fulani wa baba mkubwa, muangalie fulani, muangalie yule aliyekuja kukaa hapa kwetu, muangalie yule, umeona? Haya. Lakini sio hivyo tu. Mama yangu mimi aliolewa na baba yangu akiwa na ana kaka mmoja. Kwa hiyo mimi hapa ni wa pili kwa mama, lakini ni wa kwanza kwa baba. Nikamwambia, hichi kitu ni changamoto, kinaweza kikawafuatilia na ninyi. Sasa mimi naongea kulingana na ufahamu niliopata kwenye semina. Lakini dada yangu yeye haelewi, kwa hiyo tukaanza kuomba pamoja na yeye. Kwa hiyo mimi moto wa maombi nilimwambukizaga mdogo wangu. Kwa hiyo nikawa namuombea. Namwambia, nasema katika jina la Yesu, huku kutakuwa kuzalia nyumbani. Katika jina la Yesu. Sasa naye ni kama akawa anaelewa fulani, akawa anaomba, lakini kitu ambacho hakielewi. Nikwambie badi nini? Ile dada naye alikuja kupokea moto, naye akawa anaomba. Akaja akapata mchumba. Alipopata mchumba, akapata mimba, akatoroka nyumbani. Anaimba vizuri. Alipotoroka nyumbani, anajiuliza, namuelezaje kaka yangu tulivyokuwa tunaomba? Tulivyokuwa tunafanya. Kwa hiyo akaficha, akamwandikia mama barua ndefu. Mama, nimeondoka tu kwa wema, sio kwa ubaya, sijui nini na nini na nini. Ila nilikuwa najua ana mahusiano na kaka fulani, na huyo kaka namjua anasali kanisa fulani la kiroho. Mbona huyu ametoroka nyumbani? Mbona huyu kaka anayo amani? Kwa ile kitu ikawa ni kama sielewi. Namwambia, mama, usipate shida, mimi najua Irene alipo. Yuko wapi? Hebu niambie basi tumkamate huyu kijana. Hata huyu atatuambia mdogo wetu yuko wapi. Haizi kuwa na amani namna hii. Alafu Irene mama anasema hamna kijana, watu wajue kitu chochote. Naambia, basi leo naona unajua kuna kitu unaficha. Na kweli baadaye ilikuja kuwa hivyo nilipokuwa na wazi. Lakini uzuri ni kwamba yule kaka alikuja nyumbani, wakatengeneza mambo sawa, akamuoa, na dada yangu sasa hivi ni mchungaji huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata kama adui alimiss target, maana huyo kaka ndo alimuoa, na mpaka sasa hivi tunaheshimiana, na wana kanisa lao kubwa huko, natakuwa niende nikahubiri huko siku sio nyingi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akaja akarudi nyumbani akiwa ameficha mtoto huko, akarudi binti wa kawaida tu. Lakini kuna kitu kinafichwa hapa. Kuna kitu kinafichwa hapa. Okay, tuachane na hiyo story. Akawa ni mdogo wetu anayetufuata. Yaani baada ya mimi kuna Irene, alafu kuna mdogo wangu mwingine anaitwa Diana. Tuko tunamuombea huyo. Mungu tunakwambia Irene, muombee Diana asipite njia uliyopita wewe. You know what? Diana ameolewa ndoa takatifu. You know what? Irene aliolewa ndoa. You know what? Mimi hapa nilisema sitaingia kwenye ndoa ambayo sio sawa. Bwana asifiwe. Na nilifanikiwa. Jamani, nina ndoa takatifu. Nilifunga mwaka 2015 mwezi wa pili tarehe 14, siku ya Valentine Day. Nipigeni makofi.
Lakini kule kwetu lango la ndoa lilikuwa limepigwa, lilikuwa lina shida. You know what? Babu hata hakuwa na ndoa na bibi. Baba alikuja kufunga ndoa, sisi ni watu wakubwa kabisa, tunasaga mifupa, tumefichwa mahali. Nakumbuka mpaka na nyimbo baba yangu alizokuwa anaimbiwa kwenye kubariki ndoa. Inawezekanaje mimi nipite kwenye hilo lango kiwepesi? Lazima kuwa kuna maarifa ambayo nimepata. Lazima kuwa kuna ufahamu ambao umeingia ndani yangu. Sijui kama kuna watu wananielewa hapo. Okay, inawezekanaje? Kwa hiyo kwetu wote, mpaka mdogo wangu wa mwisho wa kiume anaitwa Nelson, naye ameoa kwa harusi takatifu. Yuko na mke wake na wana amani. Bwana asifiwe. Inawezekanaje wote? Yaani kwenye familia nzima, kwenye familia yetu tu, ndo watu wote wameingia kwenye lango la ndoa kwa amani na vizuri. Hichi kitu hakitokei hewani. Kuna maombi tulifanya, kuna namna tulimtafuta Mungu. Kama sisi tuliokuwa ovyo namna ile, Mungu alitusikia katika utoto ule, hatukuwa tunaondoa na baba na mama. Baba na mama hata wakuwa kwenye wokovu namna hiyo. By the way, hata mpaka sasa baba na mama ni wale hasa mama ni ule wokovu kumshikilia. Nimeokoka tu bwana. Yesu ni mwema tu, hamna shida. Bwana asifiwe. Kama sisi Mungu alisikia maombi yetu katika ujinga ule, hakuna mtu ambaye akiwa serious Mungu atamsikia. Narudia tena, hakuna mtu ambaye Mungu atamsikia. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo ukiona kuna mahali umenasa, ni kwa sababu umeamua kunasa. Ni kwa sababu hujaamua kutoka. Mtumishi, sipendi, naichukia hii hali. Umeichukia ukafanyaje? Umechukia ukafanya nini? Kitu cha kutuonyesha kwamba umechukia, kitu cha kutuonyesha kwamba hautaki kuolewa ndoa mke wa tatu, tuone matendo. Umeokoka. Mtu aliyeokoka kwa tafsiri nyingine ni kama mtu mwenye gari yenye 4-wheel drive. Watu wenye 2-wheel, watu ambao magari yao hayana 4-wheel, wanaweza. Nikamwambia mke wangu, nisisikie unaongea hicho kitu tena, kwa sababu na ugomvi na hicho kitu. Kwenda kukaa kwenu hapa, bora wewe uende ukapumzike kidogo, urudi ukute mimi naendelea. Hicho kitu sitafanya. Yaani sio kwenda, hata kwenda kulala kwenu sitaki, pasikia paka nizoea. Maana mzee wangu aliwahi kwenda hivyo hivyo, wakijua tutaanza hapo, baadaye tutatafuta eneo leo. Hakuna, mpaka leo hajaweza kujenga nyumba. Ni sisi ndio tunajenga nyumba. Tulimaliza kujenga nyumba juzi hapo, tulimkadhaa tu, hata tujamalizia vizuri. Hakuweza kujenga hata nyumba. Na ni ile aibu kwamba mtumishi Godwin, mtakuja kusikia kwenye taarifa ya habari, mtumishi mmoja wazazi wake wameangukiwa na nyumba. Nyumba ndio imekaa hivi na ndio baba wako huko ndani. Bwana asifiwe. Kwa moja ya laana ambayo nilipambana nayo, nilimwambia Mungu nitamiliki. Yaani nilimwambia mke wangu, tutamiliki viwanja vyetu. Tuko kwenye nyumba za kupanga Arusha. Ndio tutamiliki viwanja. Tutamiliki tena sio shamba dogo. Mimi nataka nikae kwenye shamba kubwa. Naongea kama mwenda wazimu. Tulikuwa kwenye nyumba ya kupanga, tunasikia huyo hapo ameondoka ameenda kwake. Hakuna kitu kinauma kama hicho. Mungu tusaidie. Mungu nisaidie. Sasa vita yangu mimi ilikuwa ni kununua kiwanja. Yaani hakuna vita nilikutana nayo almanusura kufa. Kwa sababu kiwanja chenyewe mtu ni ngapi kwa ngapi? Niishi hatua 20 tena hatua zile za kudanganya. So ile hatua ya hivi 1 2 3 20 moja hivyo. Ndio hiyo kwa mbinde kuzima nitaki, kwa sababu babu alikiwa nacho siri, alipewa wapi siri, ilitokea nini yani akapata. Baba hakuwahi kumiliki, mimi namiliki. Kwa nilipigana hiyo vita ya ndoa, vita ya kujenga. Nimepata hicho 20 kwa 20, nimesimamisha hapo virumu viwili. Mama alilani laana zote, mama yangu, na sio kwenye nyumba, hata kwenye kuoa. Mtu ambaye nitamkia maneno magumu wakati naoa ni mama yangu. Aniambia sasa unamuoa dada wa watu wa nini wakati mtakaa tuko ndani miezi miwili mmeshaachana. Mama yangu mimi. Wala msimsikitikie, sio yeye. Kuna roho inamsukuma kutamka laana ili nifeli kwenye hilo laana. Lakini mimi nikaelewa, nikamwambia mama, umesemaje? Akasema mnaoana nini wakati hata miezi miwili haitaisha. Nikamwambia mama, miezi miwili ni michache sana, hebu ongeza miezi mwaka hapana. Miezi 6. Nikamwambia mama, sio miezi 6, ongeza tena. Yaani mimi naongea ni kwa sababu nimepata neema ya wokovu. Ndio maana mkiambiwa mnapokuja kwenye semina msiache watoto nyumbani, njooni nao. Nyinyi vichwa ni vigumu. Hivi mmewahi kuwaza miaka 20 miaka 30 inayokuja ni nani wanaokuja kurithi hili kanisa? Ni wale mliowaacha nyumbani. Hamjawaza hicho kitu. Wewe unafikiri mimi nimekuwa mtumishi kutokea wapi?
Ndio kipindi kile wananifunga kamba, wananipeleka kanisani, kuna kitu kinaingia kidogo, kuna wazo la mimi hapa Sunday school sijawahi kwenda. Hiyo Sunday school nasema Sunday school sijawahi kwenda. Mafundisho yenyewe mama yangu alienda kuniombea ruhusa. Wazazi wana vituko kwa sababu mafundisho iligongana na kipindi cha circumcision. Kwa hiyo nienda kuombewa ruhusa kama miezi, tulikuwa tunasemaga mwaka mmoja. Tena mwaka mmoja wa kurukaruka huko. Mara siku hizo umeenda, mimi nilikuwa napelekana pia mafundisho yenyewe. Kwa hiyo nikaenda nikaombewa hapo, tunaomba ruhusa aende karekebishe na nini. Sisi tunakubali. Sasa ndio mzazi ameamua kunilelea mtoto wake hivyo, afanyaje? Hata mnang'ania. Kwa hiyo nikaenda nikapona, nikapoteleaga huko huko. Nikaja nikarudia miezi miwili karibu na kubarikiwa. Mshukuru Mungu hivyo hivyo kwa kuingia nikabarikiwa. Nimebarikiwa jamani. Bwana asifiwe. Oh my God, my God, my God. Kwa Kristo tunapolelea watoto, alafu tunataka watu smart, watu imara. Wanakuwa imara wapi? Mimi niwaambie tu kweli hapa. Nyie mlioko hata kama ni wachache, mwafikishie wenzenu taarifa. Unakuta mzazi badala ya kuja na mtoto kanisani, anasema utaenda kanisani au vipi? Mama nasikia nimechoka. Haya, mtaangalia mtakachofanya huko nyumbani. Anabana Biblia yake hapa, anaenda zake kanisani. Wewe, imani hairithi namna hiyo. Wenzetu Waislamu akianza kupata akili ni madrasa. Yaani madrasa ni pa muhimu kuliko shule. Angalia Wakristo ni wepesi sana. Ndio maana Mungu wetu anaonekana mwepesi sana, kwa sababu sisi wenyewe ni wepesi. Na ndio maana sisi ndio tunapigwa na malaana, sisi ndio mashamba ya kutendewa mabaya yote. Hilo sio somo langu. Kwa hiyo wokovu haukupi vitu. Wokovu unakupa uwezo wa kupata vitu. Wokovu unakupa uwezo wa kusema hapana. Mimi nilisema hapana, nitamiliki kwanza. Kile kiwanja kimoja nilipambana hata nikakimiliki. Bwana asifiwe. Sasa nikwambie ushuhuda. Wangapi wako tayari kusikia ushuhuda? Ushuhuda. Kwangu mimi ni ushuhuda. Kuna watu hapa wana maeneo makubwa, mimi sizungumzi na wao. Nazungumza ushuhuda wangu. Kama nilikuwa siwezi kutembea, leo nimeweza kupiga hatua moja. Ni ushuhuda, sio ushuhuda. Lakini kuna watu wanakimbia huko, si ndio? Nilinunua kile kiwanja cha 20 kwa 20. Nilipokaa pale, nikaanza kupaombea. Nilinunua porini jamani, kwa Sadala huko chini. Ukipanda pikipiki kwa Sadala unapanda ni mwendo wa shilingi 3,000 kwa pikipiki. Lakini si cha kwangu, si nimenunua. Kwa hiyo pale nikamwambia Mungu, nataka na kile pale. Japokuwa nilipata kwa shida. Hicho cha pili nilichokitaka angalau kilikuwa ni kikubwa. Nilikiombea, tulipita, nilikuwa namtembeza ile dada wa watu kwenye ile shamba. Kiambia kanyaga. Kila mzee kanyaga nyeweza miguu yetu tumepewa. Ni kwa kwetu. Sina hata hela. Nikaona kanyaga katika jina la Yesu. Mungu naomba utupe kiwanja. Kama wenda wazimu. Alafu baadaye kile akamwambia mke wangu, sasa tukiendelea kuzunguka, hebu tuende kwa hiyo mzee mwenye eneo. Alafu tumpelekee kuku. Tulikuwa tuna vikuku vya kienyeji kama 3. Tukachukua kimoja kile konda. Tukaenda kwa yule mzee tukaenda kumsalimia. Baba tunamjua, hata hatuna undugu naye, hata sio rafiki yetu, hata sio chochote. Tukasema hapo ameniletea kuku. Kwa tu ametupenda tu. Tukampa kuku, baba tuja kusalimia kwa huyu kuku. Tulikuwa tunaomba kile kishamba chako pale tulime. Usijali watoto wangu baadhi hata wasibalimeni. Tukalima Mungu ini hatua kwanza kumeki. Nikamfuata yule mzee siku nikamwambia, "Baba, naomba uniuzie kile kiwanja." Kweli urasa? Nikamwambia ndio, naomba uniuzie. Basi kaleta milioni 6. Kabla milioni 6 baba ni nyingi sana kuguza. Basi kaleta milioni 5 na laki 8. Sasa umetoa laki 2 tu. Ndio hata tutatoa 3.5. Ndio wewe urasa wewe mjanja sana. Nikamwambia baba, leta milioni 4. Okay, leta milioni 3.5. Nikamwambia baba milioni 3.5. Sasa hebu fanya unampa. Alishia milioni 4. Nikamwambia fanya kama unanipa. Hapo tuzungumzie kuhusiana tena. Hata nipunguzia milioni 3.5. Haya. Kwa hiyo sasa unalipa nini? Nikamwambia baba kwanza kuna ombi lingine la pili. Ombi gani? Naomba nilipe kwa awamu. Nataka kulima kwa awamu ngapi? Nikamwambia mzee niambie nilipe kwa awamu ngapi. Kaniambia lipe kwa awamu moja. Nikamwambia hapana mzee. Mzee naomba niruhusu nilipe awamu 3. Akaniambia hapana. Awamu 3 sitafanyia chochote. Labda ulipe awamu 2. Nikamwambia mzee wangu nakuomba niruhusu nilipe awamu 3 ili nifanye chap chap. Sina hata shilingi
shilingi 10. Akaniambia sawa, lipa awamu 3, naomba awamu ya kwanza. Nikamwambia sasa mzee, naomba hapo naomba hapo nipe kama miezi 2, kuna pesa naisubiria. Hakuna pesa ninayoisubiria, nisiwadanganye. Nimeongea na mzee, tumechoshana. Nimemwambia nitamlipa awamu ya kwanza, basi hiyo miezi 2 ile napata wapi? Ni 1,000,000 na laki kadhaa, napata wapi? Ila ya kule yenyewe tunapiga kwa manati. Ile mzee alipoondoka kakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, ana urasa. Unaweza kanisaidia 500,000. 500,000 ni mlima mkubwa wa kupanda, siwezi kupanda. Nikamwambia mzee wangu, 500,000 sitaweza kukusaidia, ila nina 100,000. Akaniambia basi hebu nitumie. Labda nitumie 100,000 wakati naenda kufanya mchakato hizo 4. Hiyo 400,000. Nikamtumia 100,000, nikaenda mahali nikaandika ile shamba nimeshalipia 100,000. Nikaendelea kupambana. Akakaa wiki 2, wiki 3, akanipigia nikamwambia mzee wangu, naomba tu nisikudanganye kwa kweli, napambania ile awamu ya kwanza bado sijafika. Akakaa tena wiki, urasa unaweza kanipa 1,000,000? Nikamwambia baba 1,000,000 sina, ila na 200,000. Wapendwa, nililipa lile shamba mpaka yule mzee akafa. Ile mzee amekufa, sijamaliza kulipa, nimefika nusu. Sasa wakati namlipa huyu mzee, presha ya kuuza, alifiwaga na mke wake kitambo kidogo, akawa amemuoa mke mwingine mdogo. Sasa yule mke mdogo anakaa kwenye nyumba yule mama mkubwa, na watoto wake ni wakubwa, wanaleta ugomvi. Huyu mwanamke hawezi kukaa hapa, kamjengee eneo lingine huko. Kwa hiyo aliuza lile eneo akijua nampa hela cash, akajenga nyumba ya yule mama. Sasa kumbe akujua na mimi mwenyewe nanunua kwa imani, sina hela cash. Bwana asifiwe. Kwa nilipana, ndo tukaenda nyumbani tena kumsalimia nikiwa na mke wangu. Akamwambia yule mke wake, hawa ni wanangu bana, wako kwenye kile kieneo pale chini, ndo nawauzia kile kieneo. Karibuni sana. Mke wangu anaitwa Digital, mtoto wangu wa kwanza anaitwa Shohan. Tujitahidi tumpelekea sukari kilo 2, tutampelekea sukari kilo 2. Jamani, karibuni wanangu, asante sana mama. Ndio hivyo tulinunua kwa shida. Mzee alikufa, nimelipa nusu. Kwenye kikao cha Tanga ndo nielewa maana lile tangazo, wanaomdai marehemu na wanaodaiwa marehemu tutakuwa hapa. Tukasikiliza na ile tangazo. Maana kuna mawili, nimepoteza hela yangu au nimepoteza kiwanja. Nikatokea kwenye kikao cha Tanga hapo, nimemwomba Mungu anijaze upako na nguvu, wanielewe. Maana yule mzee hatukusainishiana mahali, nilikuwa na tiki tu mwenyewe hapa tayari. Baba, imefika ngapi? Imefika 1,000,000. Imefika ngapi? 1,150,000. Kuna wakati mwingine mpaka 20,000. Yesu nini? Mungu anataka kuniinua. Kwa hiyo nilifanikiwa kununua kile kiwanja. Kwenye kikao cha Tanga akasema hicho kiwanja hatakuwa na taarifa kwamba nakiuza na mzee ana mimi hapa sikujua, lakini ndio naye. Ikaleta mgogoro, ikabidi wamuulize yule mama. Mama, unafahamu kwamba baba alikuwa anauza kiwanja? Ndio nafahamu. Nikaokoka. Mama si anajua, mke wa baba si anajua hata kama yeye hamjui. Wakasema okay, alipouzia shilingi ngapi? Bei ndio anasema hapana. Kile kiwanja atakiuza 3,500,000, tunaomba uongeze hela. Hivyo anajua nilivyolipa hiyo hela. Kwa nini niongeze? Namshukuru Mungu nilifanikiwa kuchukua kile kiwanja. Nililazimu kwenda kukopa. Nilipoenda kukopa nikaja nikalipia kile kiwanja, alafu nikaendelea kulipa huko nilikokopa, nikamaliza. Kwa hiyo nikawa nimeongeza tena eneo lingine. Niwaambie ushuhuda hapa sasa hivi, ukweli katika Kristo Yesu, nina heka 3.5. Hizi zilizofuata sikununua jamani kwa 20,000 hivyo. Mungu alinifungulia mlango kwa namna nyingine. Lakini moja ya kitu ambacho nilikuwa napingana nacho ni ile laana ya familia ya kutokumiliki. Baba sio ardhi tu, hata nyumba kuweza. Sio kwamba baba yangu hakuwa na hela. Baba yangu alikuwa anatoka asubuhi na rudi jioni. Tulikuwa tunatolewa au tunaenda kula kuku. Kuna wakati angeza akanunua mfuko mmoja wa simenti, akanunua mwingine akaunganisha. Basi hata kama alishindwa kujenga nyumba, haike basi hata sakafu tu ndani, hiyo hakuweza. Na mfuko kipindi cha simenti ulikuwa shilingi ngapi kwa? Kwa kuna roho ilikuwa inamgandamiza. Hiyo roho ndio nilikuwa napambana nayo mimi. Na niwaambieni, kwenye 3.5 sijafika, nilimwambia Mungu nikifika 5 ndio mtatulia. Kwa hiyo napambana nipate nyingine 1.5 ambayo ziko pale pale zinanizunguka. Nimeweka stop order.
Kwa hiyo ukija kuangalia eneo kule ukaliona ukalipenda, lile nimeshafika Mungu wa roho haliuzwi mpaka atakapolinunua mimi. Kwa hiyo kama kuna mtu yuko hapa una laana ya kutokumiliki kwa sababu kuna namna hujajua, mambo ni magumu sana. Umeomba mara ngapi? Sasa tuko tunatembea ile andiko kwamba kile nitakapokanyaga Mungu yako nimekupa, ni kweli. Mimi nimelithibitisha, sijui kwako ni vipi, lakini kwa mimi ni kweli. Na kile kiburi nimejikuta nazunguka eneo kubwa, nasema hili mwishoni hili lote litakuja kuwa la kwao. Na kila nilipopakanyaga nilipachukua. Yale ambayo sikuyakanyaga ndio yamenunuliwa na watu wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbona mnaniangalia kwa huruma? Kama eneo ulilonalo alikutoshi, ongeza. Inawezekana. Kama mimi huyu niliyetoka kwenye hiyo familia, inawezekana. Tena mambo ya kina Ruthi. Ruthi alitokea kwenye familia kina Moabu, alikuwa na sana sijui nini, baadaye akaja kaungana na Naomi, sio kaingia kwenye ukoo wa Yesu. Hayo mambo ya Ruthi naweza kusema ni mambo ya kina Ruthi. Mimi nakueleza mambo ya Mungu sasa. Bwana asifiwe. Tutachana mambo ya Wafilipi na Wathesalonike. Mimi nimetoka. Kama mimi nimekuwa mtu, hata huyo mtoto anayekusumbua atakuwa mtu katika jina la Yesu. Atakuwa mtu. Na kama unaamini sema amen. Hayo mambo ambayo unaona hayawezekani, nikwambie ni mtazamo tu. Kila kitu kinawezekana. Niwaambieni kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Okay. Naomba nikuonyeshe mambo machache hapa. Moja ya vita ambayo unatakiwa ujifunze kupigana ni vita dhidi ya laana. Maana kinachopiga maisha yetu ni laana. Ni kweli Yesu alifanyika laana ili sisi tusifanyike laana. Tafsiri yake ni nini? Yesu alienda benki, au baba yako alienda benki akaweka milioni 300. Akasema jamani, mtoto wangu atakapokuwa mtu mzima, anapojitambua, hii fedha imsaidie kwenye maisha yake. Sasa mpaka leo umekuwa mtu mzima, hela iko benki, wewe haujui. Unanyaraka tu kwamba kuna hela benki, alafu unaishi maisha ya shida, una nyumba ya kukaa. Lakini ile ishe kwa benki siku nyingi na baba yako hayupo tena. Na hamna mtu anaweza kuigusa isipokuwa wewe. Hujui. Ndicho Yesu alichofanya. Maandiko yanasema kwenye Petro, tulikombolewa, sio tuta. Ukombozi tayari uko katika ulimwengu wa roho. Ni ishi ya kudraw ukombozi kuja katika maisha yetu. Na hichi kitu mimi nilipokielewa, aisia niliomba kwa kung'ang'ania. Niliomba kwa mwingine ananiambia utakuwa wa 600, nasema hamna shida. Mwingine ananiambia wewe utakuwa wa 699, nasema okay. Sasa kwenye huo mzunguko atakufikia lini? Kama anaanza leo atakuwa kwa mwanamke huyu, kesho kwa mwanamke huyu, ili amalize wanawake kwa mwaka mmoja atakuwa ni wanawake 360. Kuna ngoma zinaendelea huko. Mwaka unaofuata, kwa hiyo kwenye mzunguko wa kupitiwa na sinema, kama angekuwa anapita kila siku. Naamini kuna mtu alimuoa mara moja, tangu alipomuoa hakumrudiaga tena. Ile ni laana, ule sio upako. Lakini umetokea una nini? Hekima aliyopewa na Mungu. Nitakuonyesha kule baadaye. Ni pambana na laana. Kataa. Mwalimu, nimekataa sana, naona hazitoki. Kataa tena. Na ukatae tena. Na ukatae tena. Na mimi mpaka leo nakataa laana za kwetu. Na nimechora mstari, hazitaenda kwa watoto wangu katika jina la Yesu. Ufike mahali ukasirike. Ndio kazi ya wokovu. Wokovu ndio kazi yake hiyo. Wewe umeokoka ili nini? Ili upate hela. Hela ni kitu kidogo sana. Hela ni kitu. Na laiti ufahamu nilionao babu yangu angekuwa nao, mimi nisingekuwa. Tatizo ni kwamba tunasimama kwa miguu yetu wenyewe, tunajiombea wenyewe, tunajibeba wenyewe. Sisi inabidi tukubali kutengeneza future anayokuja. Bwana asifiwe. Ngoja nitakuonyesha vitu vya ajabu hapa. Kuna watu wanajua nikiwa mtumishi kama Mwalimu Godi ni mambo yote yameisha. Hayajaisha, bado tunapambana. Na ndio maana nakufundisha na wewe usibaki nyuma. Pambana. Bwana asifiwe. Kesho nasikia yule mtumishi Godi alikuwa anahubiri hapa vizuri. Nimpa mdada watu mimba. Ni laana. Sio kitu cha kawaida. Ni vitu ambavyo watu tukishughulikia tuviacha tu. Tunaenda kwenye huduma mahali fulani, tunakemea mpepo, inalipuka. Makelele kule. Mzee mmoja akatuambia, kijana, kama mzee unaelewa
Hivi visipoonyeshwa vinataka vijue vinafanya vurugu, bora tuvitoe mapema. Kwa hiyo angalia laana, sema zimelala, endelea kuziacha. Zikija kuinuka, zitakuharibia watoto utaamini. Maandiko yanasema kwenye Isaya, msije mkadharau vifungo vidogo, maana vitakuja kukazwa. Ni bora kung'oa mbuyu ukiwa mdogo. Usisubirie umekuwa mpaka umekuwa ni mtu mkubwa wakati na shoka. Ng'oa mapema. Mimi watoto wangu kila siku ninawaombea. Ninachukua maji na kubadilisha kwa damu ya Yesu na wapaka. Na wanywesha, kunyweni katika jina la Yesu. Kwa sababu najua nilikotokea, najua familia niliyotokea. Nitatengeneza kizazi. Alafu ubaya ni kwamba nikijiombea mwenyewe, huwa ile laana inaweza kaona imechoka kupambana na mimi, ikapita juu, ikaja katua kwa watoto wangu. Mwalimu toa maandiko. Isaka akaomba kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Ule utasa ulitoka kwa Ibrahim. Nitakuja kuonyesha kwenye somo langu naye huku. Utasa ulitoka kwa Tera. Tera alikaa miaka 70 ndio akapata mtoto mmoja. Alafu Ibrahim akakaa miaka 100. Isaka atakuwa akaishi miaka 200. Maandiko yanasema akaomba. Alivyoomba, Isaka kuzini na mjakazi na mke wake alifunguliwa tumbo. Lakini Yakobo anapata mabinti wa kazi hawa. Kwa nini Yakobo anapata mabinti wa kazi wawili? Ni mchakato ili amlipie baba yake deni. Baba yake aliruka kiunzi. Connect hiyo mambo hapo. Baba aliruka kiunzi. Alafu wote wa kwanza alipenda ni tasa kama bibi. Alafu na huyu mke aliyetasa anafanya kile ambacho bibi alifanya. Bibi alimtoa ajili aingie kwa Abraham. Ndio ugomvi uliokuwepo, nilikuwa nazungumza kwenye ibada ya leo. Raheli naye anamtoa Zilpa, anampa Yakobo. Lea anapoona hiyo kitu naye hapana, naye anamtoa Bilha, anampa. Jamani, ninyi wanawake mnafanya nini? Ni kitu tumerithi. Bibi aliwahi kufanya, akitokea hewani, bibi aliwahi kufanya. Hata kama kilileta shida haijalishi, lakini alifanya na sisi kuna roho inawasukuma kufanya hivi. Kwa hiyo ile familia ilipigwa na uzinzi, ilipigwa na utasa. Yusufu anaenda kwa Potifa, anatamanika. Kwa nini mjakazi atamaniki? Kuna watu waliovaa suti, kuna marafiki wa Potifa. Kwa nini mke wa Potifa asiwatamani hao, aje atafute kijana mchafu huku? Kuna roho ya uzinzi kwao inamtafuta. Dina binti Yakobo pekee aliyependwa na aliyetajwa kwenye Biblia, anaenda anabakwa na Shekemu. Hatujawahi kusikia ubakaji isipokuwa kwa Dina. Kwa nini Dina anabakwa? Kuna spirit ilikuwa inavuta tu Dina apitie hapo. Kuna uzinzi huko kwenye familia. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Achana na hiyo. Kwa hiyo unapojikuta unaomba upokei, unapojikuta unatoa alafu ufanikiwi, unapojikuta unatumika alafu ubarikiwi, shida ni laana. Mungu akutegemea uombe alafu usipewe. Mungu akutegemea utumike usione baraka. Mungu akutegemea utoe alafu usipate. Kwa sababu gani? Laana inatumiwa na adui kuzuia kusudi la Mungu. Jambo la pili, laana inatumiwa na ibilisi kuleta kushindwa katika kila kitu. Fuatilia mtu mwenye hasara za mara kwa mara, utakuta kuna laana. Nimebadilisha tu face, nimebadilisha sura. Kwa sababu utakiti kufanikiwa. Jambo la pili, laana inatumiwa na ibilisi kuleta kushindwa katika kila kitu. Mwalimu, kwa nini nitangaze vita dhidi ya laana? Kwa sababu utashindwa. Na kama hutashindwa wewe, watoto wako watashindwa. Unamlipia mtoto ada, unapambana, unawekeza kwenye masomo. Ni kama anaonekana anaenda kama haendi. Kama anaenda, unajua tu pengine atabalikia mbele kwa mbele. Form 4 amefeli. Unampeleka ufundi, pambana. Anakwambia bana, ufundi mimi siuelewi, nataka kwenda hivi. Unampeleka kwa, unapambana. Huyo mtoto hata hajui kinachomsumbua, ni laana inapiga maisha yake. Sio mapenzi ya Mungu upeleke mtoto namna hiyo. Ni laana inasababisha unapata mchumba, unamwangalia, huyo haelekei, unatafuta mwingine. Unamtafuta, unapata mapigo hapo na hafai. Unakutana na kabinti kana miaka 26, 27, kama ameshapitia uchungu wa mahusiano mpaka anasema sitaki kuolewa tena, nataka nizae mtoto wangu huyu. Unazana jiwe. Bwana asifiwe. Ni laana. Laana inaleta kushindwa katika kila kitu. Na wengi wetu hata mtaona mlipoingia kwenye ndoa hapa, ni manusura, ni parangana pigana. Wengine wameingia kwenye ndoa ambazo mpaka leo ni ngumi. Wengine mpaka wale wenza wao walikufa, lakini
ni ndoa ya moto, mpaka katutungia usemi ndoa ni ndoana. Mbona ya kwangu sio ndoana? Nimemwambia mke wangu atakuja hapa, jamani mtamuona. Tunaishi kwa amani, tunapendana. Alafu ndo msichana wa kwanza niliyemkutana naye kwenye maisha yangu, na sikuwahi kumapproach msichana mwingine. Nasema hapa madhabahu, sikuwahi kumwambia mwanamke mwingine yote nitakuoa isipokuwa yeye. Bwana asifiwe. Mbona kwangu imewezekana? Laana inaleta kushindwa katika kila kitu. Kila unachojaribu utakuta umeshindwa sana, mpaka unapata pita mbaya ya ndoa, ndio unakutana na yule mtu sahihi. Kiasi kwamba akiinua mkono hivi anajikuna, unajua unapigwa makweka. Kumbe anajikuna. Umeshazoea kupigwa kwenye mahusiano. Bwana asifiwe. Picha ulionao kuhusu ndoa ni mbaya. Umeingia kwenye biashara, umepigwa na matukio. Picha ulionao kwenye biashara ni mbaya. Unakaa tu kwa imani kwamba sina pa kwenda, sasa nifanyaje? Hiyo ni laana. Ndio kufunulia nyuso za laana uzione. Laana inaleta inatumiwa na Ibilisi kuleta kushindwa katika kila kitu. Kushindwa katika biashara, kushindwa katika mahusiano na ndoa, kushindwa katika huduma. Mtu mwenye laana kwenye huduma huwa asasieni muda mrefu, hajashughulikia laana. Bwana asifiwe. Mimi na mpango wa kukaa huku muda mrefu sana. Yaani nipo sana, nipo tena na nipo na nitaendelea kuwepo, kwa sababu Mungu amenipa kujua hiyo siri. Nafikiri mizimu ya kwetu inafurahia na inavyoona namtangaza Yesu huku Kiingereza, badala ya kutangaza mizimu na waganga. Nafikiri inafurahia. Haifurahi, inachukia, na mimi naichukia. Kwa hiyo tunachukiana na tutaendelea kuchukiana sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu mwenye laana hawezi kufanikiwa, na hata akifanikiwa mafanikio yake ni mtego, anakuhamia mahali fulani. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Eka mkono juu, sema katika jina la Yesu, kila laana iliyojificha kwenye maisha yangu ninaitangazia leo nitakushinda katika jina la Yesu. Amen. Umezaa watoto 5, wote wanakuwa hasara. Gharama ya kumlea mtoto mpaka awe mtu mzima sio ndogo, anakuwa hasara. Inawezekanaje? Sio makusudi ya Mungu. Na unasema umeokoka. Kuna kitu fulani bado hujafanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unapoona kila unachofanya unaangukia kuporomoka, unaangukia kushindwa, shida ndio hii hapa, laana. Mwalimu, tuna mapepo sana. Pale kwangu nimezungukwa na wachawi sana. Amna, hata wachawi hawana nguvu. Wachawi wanaweza kufanya vizuri kama maisha yako yana laana. Shetani mwenyewe anafanikiwa sana kama kwenye maisha yako kuna laana. Bwana asifiwe. Unauliza, mbona kwenye familia yetu hamna mtu aliyebarikiwa? Ndo laana hiyo sasa. Unatafuta laana wapi? Haiwezekani wote kwenye familia wote. Hakuna hata mtu aliyepata hata bahati jamani, hata akaokota hata dini. Ndio laana hiyo. Ndio laana. Wewe unafikiri watu waliofanikiwa wamestruggle namna hiyo? Sio kila aliyefanikiwa amestruggle. Kuna mtu alikutana tu na mtu mzungu akampenda, akapenda tabia yake, akaamua kufanya naye vitu, akaamua kuwekeza naye, hivyo ndio ametoka hivyo. Nilikuwa naeleza story ya mtu mwenye St. Jude. Wangapi wanafahamu shule ya St. Jude? Ni Masai tu, alikuwa na eneo lake kubwa huko. Akaja sijui alikuwa katika matembezi huko ya watu wanaopanda mlima. Kuna mdada tu akamuona akampenda. Mdada ndo amempenda Masai, sio Masai amempenda. Katika urafiki, kuwasiliana wakaconnect. Walipo connect, kuulizana habari, yule Masai akaingia line na mzungu akaingia line, wakapendana. Nina eneo kubwa na eka 20 sijui na ngapi. Mzungu akaona mbona fursa hii, akaolewa kwa yule Masai. Akatumia yale mashamba, amejenga mashule, na kutumia ile shamba alipojenga shule pale akanunua na maeneo mengine huko na huko. Huyo mzungu anaitwa Gema Sisia. Bwana asifiwe. Mdogo wangu mimi huyo wa pili alipata ufadhili kwenye hiyo shule, alisoma huko. Ndio historia. Yule Masai amestruggle nini? Tembelea V8, amestruggle nini? Kwa nini hiyo bahati isikuangukie wewe? Kuna laana. Bwana asifiwe. Una mabinti wazuri, warembo, lakini angalia wanaokutana nao ni laana. Kwa nini wasingekutana na watu wa faida? Kwa nini wasingekutana na watu wenye upendo wa kweli? Ni laana inawachagulia. Kwanza umeshawahi kujiuliza kwa nini unakuta mtu ana tabia hii anakutana na mtu mwenye tabia hiyo mara mbili? Yaani wote ni watu wanaofanana. Nini wao kinachaguaga huyu kuwa wa huyu, huyu kuwa wa huyu? Ni laana inachaguaga watu. Huyu mtu anatakiwa kaolewe kwenye nyumba ile.
Ndio maana ukiangalia kule ulikoolewa kuna fanana na kwenu. Tabia zilizoko kule kwa yule baba mkwe ndio hizo zilizoko kwa baba yako. Ni laana inakuvutia mtu unayefanana naye. Bwana asifiwe. Usipoishughulikia itakuletea sana, na utashangaa mpaka na watoto. Ndio maana shangaa ndoa ya mama inafanana na ndoa ya mtoto, inafanana na ndoa ya mtoto wa pili, wote wameachika. Mama aliachika, binti wa kwanza ameachika, binti wa pili na watatu wameachika, alafu wako hapo nyumbani wote. Inawezekanaje mama aachike, mtoto wake wa kwanza aachike, wa pili aachike na watatu? Ni laana. Bwana asifiwe. Natamani ningekuwa na lugha nzuri ya kukueleza unielewe sana, yaani niongee, yaani Mungu wangu. Okay, maandiko yanasema katika Zaburi 37 mstari wa 22, Zaburi 37 mstari wa 22. Maana najua unao bidii sana wewe, na bidii lakini unawahi kuamka, unachelewa kulala, lakini maisha yako hayatoki. Wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Ni